Mama wa Kiindege ambaye ni kanisa kuu, mwaka 1935 Baba Mtakatifu alikuwa ametangaza Dodoma kama prefect, apostolic prefect, kituo cha kitume hivi. Akaweka na mwangalizi wa kitume. Sasa kuanzia wakati ule kanisa kuu likawa kama ndio senta kubwa. Na kutoka kanisa kuu basi na wao wakaona huko Kiindege kwamba hakuna wafuasi. Wakaja mapadri hao wakatafuta mti. Hapa kulikuwa na mti mmoja mkubwa tu. Kwa hiyo wale wachache waliopatikana wakakusanywa Jumapili hayo, wanakusana chini ya mti, wanasali, wachache kabisa. Mwanzoni haikuwa rahisi. Walipata upinzani mkubwa sana. Lakini wale wachache kama hawa mitume wa Yesu, wachache wakakubali kulipokea neno, kuliishi na kuwasaidia wengine. Kwa hiyo kwa nguvu ya mapadri wale, kwa nguvu ya makatekista wachache hao, na kwa nguvu ya kundi hili dogo ambalo wanamwambia Mungu asante tumepata imani na sisi tuchakarike, Kiindege kaanza kukua. Wakaingia darasani, wakawa wanasali darasani. Mwishoni wakaamua sasa inafaa tujenge kikanisa. Na kama mnavyojua historia, sina haja ya kuenda historia yote, basi ule mwaka 1976 wenzetu wa Jesuiti walishakubali kuja mahali hapa baada ya Baba Askofu Isuja kuwaita, wakawa sasa wanashirikiana na wale wachache waliokuwepo kuendeleza hilo. Baada ya ile kanisa walivunja, wakajenga kanisa kikubwa zaidi, na mwisho wa siku tulipokuwa wengi zaidi ndio ile kanisa likapanuliwa. Ndio maana limekaa kiasara lilivyo, kwa ajili wingi wetu. Roho Mtakatifu amefanya kazi hapa sana kuwahuisha hao mapadi wetu, makatekista wetu na Wakristo wa mwanzo, kumwambia Mungu asante kwa kupata neno la Mungu, tutachakarika. Sakramenti zimetolewa nyingi. Ndio maana leo hapa tuna watu waliobariki ndoa miaka 50, watu waliozaliwa miaka 50, hivyo na miaka 25 na kuendelea, kwa sababu mbegu ilimwagwa hapa, Roho Mtakatifu akafanya kazi yake, na watu mbalimbali wakafanya kazi nzuri. Kwa sababu hii, wapendwa, naomba tuanze kabisa kuwashukuru wale waliokuwepo mwanzoni kabisa. Naamini baadhi bado wapo. Miaka 70 si mingi sana. Kuna waliozaliwa wako miaka 70 leo, tutawaona baadaye. Kwanza naomba niwashukuru wale kwanza kabisa waliopokea neno na kulifanya kazi. Naomba niwashukuru makatekista wote. Kwanza aliyetoa neno hili hapa, bahati mbaya sijamfahamu. Halafu wale mababa majesuiti ambao walikubali kupokea mahali hapa, na nafurahi sana leo mkuu wa shirika yuko pamoja nasi. Baba, naomba msimame. Baba, naomba usimame. Tupachimba pamoja na majesuiti wote kabisa. Makofi mengi kwa majesuiti. Wamemwaga jasho la damu mahali hapa kuhakikisha pamekuwa kama palipo kabisa. Asanteni sana baba. Na waliopita hapa zamani, naomba mkawapongeze na kuwashukuru sana.